yako, fungua pamoja nami kitabu cha Ayubu sura ya 14, tutasoma ule mstari mmoja wa 10. Ayubu sura ya 14 na ule mstari mmoja wa 10. Maandiko yanasema, lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia. Naam, mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia. Naam, hutoa roho. Alafu anamaliza kwa swali, naye yuko wapi? Naye yuko wapi? Nizungumze habari ya swali. Ujumbe wangu ni swali. Ninauliza, mtu huenda wapi anapokufa? Ayubu aliuliza, naye yupo wapi? Mtu huenda wapi anapokufa? Hili ni swali la kifalsafa. Ni miongoni mwa maswali ya kifalsafa yaliyoulizwa na watu wenye kufikiri mambo wengi duniani katika vizazi vyote. Ni miongoni mwa maswali tunaita maswali ya kidunia, universal questions. Na mtu yeyote mwenye akili lazima ajiulize, hivi kweli mtu huenda wapi anapokufa? Na tunapozungumza habari za mtu huenda wapi anapokufa, neno la msingi au neno kuu ambalo nataka ambalo tutaligundua katika swali hili ni hili, kwamba kuna mahali halisi aendapo mtu anapofarakana na mwili wake, yani anapokufa, na safari ya kwenda huko huanzia hapa duniani. Hiyo ndio theme, hiyo ndio kweli ya msingi. Kuna mahali halisi aendapo mtu anapofarakana na mwili wake, na safari ya kwenda huko huanzia wapi? Hapa duniani. Kama nilivyosema, haya ni miongoni mwa maswali ambayo yameulizwa na kila mtu mwenye kufikiri. Ayubu ni mmoja wa watu waliojiuliza swali hili katika mazingira ya kuumwa kwake, majaribu yaliyompata kwenye mwili wake. Moja ya maswali aliyouliza ni hili, mtu akifa huyu huenda wapi? Akauliza tena, je, mtu akifa atakuwa hai tena? Maswali hayo yamejibiwa. Watu wamejaribu kutafuta kuzalisha majibu kwa namna mbalimbali, na kwa sababu hiyo kuna misimamo mbalimbali. Na juzi kumetokea msimamo mwingine mpya kabisa wa kisayansi, wa ile branch ya sayansi inaitwa the science of near death experiences au the science of out of body experiences, kitu chenye umri wa kama miaka 50 hivi, tangu mwanzoni mwa miaka 70, baada ya wataalamu wa tiba kukutana kwa wingi sana na ukweli wa kwamba baadhi ya watu huondoka duniani na wakathibitishwa na madaktari kwamba wamekufa clinically. Moyo umesimama, mapafu hayafanye kazi, hakuna brain wave, wamekuwa certified kama wafu. Lakini kwa sababu ya teknoloji mpya ya tiba ya resuscitation, CPR, wengine wamekuwa wakirudi baada ya kufa. Watashangaa amefungua macho tena na wanaanza kuongea tena. Na katika hao kuna makundi mawili. Wengine hueleza mahali pazuri sana walipokwenda na hata kuwalaumu wataalamu, mbona wamewarudisha, na maelezo yao yamekuwa documented kiulimwengu. Sizungumzia hadithi za mitaani, nazungumza habari za peer reviewed journals report. Tuko pamoja? Lakini wengine hurudi na kueleza wamekwenda mahali pa hatari sana, pa moto mkali, na wakawasikia watu wakilea kilio kikubwa sana. Lakini kilichowashangaza hawa watu sio maelezo, tumeenda mahali fulani tukakuta hivi. Ingesema hivi, sayansi isingekubali.
Sayansi huwezi kuwashawishi kwa kuambia nimeenda mahali fulani nikakuta hivi. Kilichowafanya wakakubali na wakadokumenti mambo hayo ni kwamba waliporudi, yani roho zao kabla hazijaingia kwenye mwili, miili bado imekufa, iko pale kwenye gani, walieleza mambo yaliyokuwa yanatokea pale na mengine mbali kabisa, mbali na pale, kwa wengine mbali kabisa na pale, ambapo katika kipindi hicho yanatokea wao walikuwa wamekufa, na katika hali ya kawaida miili hiyo isingeweza kuona nini chochote. Lakini sasa hapana, nilikuwa pale nyinyi mlipokuwa mnafanya operation hapa, na niliona mkihangaika kujaribu kunipiga zile panels, zile resuscitation panels. Wengine wanasema tuliona kabisa jinsi nilivyofunika mwili na mkaanza kuupeleka mochwari. Mmoja kule Seattle, Washington, Marekani, alisema jinsi roho yake, yeye roho, maana mtu ni roho, alivyopaa juu kwenye lile jengo la hospitali, na kwenye top ya ile gorofa, upande fulani kwenye kona pale, kulikuwa na kiatu kimefunikwa, kimefungwa raba, imefungwa, kamba zake imezungushiwa. Na akasema nilipokuwa pale juu niliona kiatu pale. Wakaenda kuthibitisha, wakakuta kweli kilikuwepo. Mambo hayo ni mengi, yameandikiwa vitabu, yameandikiwa articles, academic articles, peer reviewed journals zimeandika. Huo ni msimamo wa mwisho katika zile zote. Kuna shule mbalimbali za mawazo. Hiyo ya near death experiences ni moja. Lakini wengine husema mtu anapokufa bwana ufa kama mnyama tu, anapotea, mwisho wake ndio hapo, hakuna kitu tena. Miongoni mwao wako humanists, atheists, agnostics na wengine husema mtu akifa anakuwa amelala nafsi yake, wanaita soul sleep, na anakuwa hajui lolote mpaka wakati wa ufufuo. Hawa wanazingatia Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 wanaposema kwamba wafu hawajui neno lolote. Lakini wanasahau hiyo wafu hawajui neno lolote kwenye mstari wake wa 5 inafafanuliwa na mstari unaofuata tu wa 6. Mstari wa 6 unaipa context, ikimaanisha hawajui neno lolote chini ya jua, hawajui kinachoendelea hapa duniani na ni mwili. Lakini sura chache tu baadaye, sura ya 12 Mhubiri ile mstari wa 7 inaelezea kifo cha mtu kwamba kinahusisha vitu viwili. Moja, mwili, anasema mwili kurudi mavumbini kama yalivyokuwa, na roho kwenda kwa Mungu aliyeumba. Kwa hiyo kuna swala la mwili na nini, roho. Tutazungumza zaidi hapa baadaye kidogo. Lakini wengine husema mtu akifa huenda mahali pa awali pa mateso, panaitwa kwa majina mbalimbali. Anakaa kwa kitambo akiteswa kwenye moto ule mpaka atakapokuwa amelipia dhambi zake, kisha atahamishwa sasa na kwenda mbinguni. Huo nao ni msimamo mwingine. Lakini wengine husema kwamba mtu akifa huzaliwa tena, ni ile theology ya reincarnation. Anazaliwa kama kiumbe mwingine, na atazaliwa kiumbe atakayekuwa analingana na ubora wa maisha aliyoishi. Kama aliishi vibaya sana, wanazingatia ile wanaita the law of karma, wameitengeneza wao wenyewe. Kama aliishi vibaya sana, anaweza kuzaliwa kama mjusi au mende au nyangumi. Hii ni msimamo mmoja wapo. Yote haya yanaonyesha watu wamefikiri sana mtu huenda wapi anapokufa, na wakajaribu kutoa majibu mbalimbali. Lakini msimamo ambao napenda tuuzungumze ni msimamo wa Biblia. Sema amen. Tukisikia misimamo mingi mbalimbali ambayo imezaliwa kwenye bongo za watu, hatimaye lazima tujiulize, aliyetuumba yeye anasemaje? Biblia yenyewe inasema nini? Inatoa jibu gani kuhusiana na
mtu huenda wapi anapokufa. Na kwa nini ni muhimu kufahamu unaenda wapi? Ni kwa sababu huwezi kwenda mahali unapotaka kama hukupanga kwenda huko, kama hujui unakokwenda. Ukienda stendi za aina zote, kwamba ni za magari, kwamba ni train, kwamba ni za ndege, unakuta kuna watu wako busy, lakini hakuna mmoja asiyejua anaenda wapi. Hakuna mmoja asiyejiandaa mapema kwamba anaenda wapi. Ndio maana kuna kukata nini? Tiketi. Haiwezekani mtu akawa anataka kwenda Arusha, lakini yuko kwenye stendi ya magari anaenda Mtwara, na akapanda magari ya Mtwara, mabasi ya Mtwara, akiamini atafika Arusha. Maana nyakati zingine tunajifariji kwa kusema kwamba Mungu ataangalia nia yangu ilikuwa kwenda mbinguni. Sasa niwaulize, kama ulikuwa na nia ya kwenda Arusha na ulimaanisha kabisa kwenda Arusha, lakini ukapanda basi linaloenda Mtwara, utafika Arusha? Nauliza, utafika Arusha? Tunahitaji kujua ni wapi tunakwenda, lakini haitoshi, tunahitaji kujua pia tunaendaje huko. Na niwaambie ndugu zangu, hili swali la kwamba mtu huenda wapi na majibu yake ni maswali ambayo mtu yeyote lazima ajiulize seriously. Kama na umri huo ulionao hujawahi kujiuliza na ukataka kupata hakika, umechelewa sana, lakini sio mwisho, maana bado unapumua. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Biblia inasema nini? Bwana Yesu alisema maneno haya, na unajua, labda niseme hivi kabla ya kueleza hili. Ninaposema mtu huenda wapi, nikiuliza hapa, watu wengi wataniambia anaenda wapi? Mbinguni. Kwani nani asitaka kwenda mbinguni? Wote sisi tunataka kwenda mbinguni. Nani anataka kwenda motoni? Hakuna mtu anataka kwenda kuzimu ya moto. Hakuna. Ni wachache sana ambao wanakuwa na ukaidi kiasi hicho. Wapo. Niliambiwa na mzee wangu wa kanisa, sasa hivi amekuwa mchungaji, kama walikuwa wanamshuhudia mtu ambaye yuko katika hali ya kufa. Sasa nafikiri yule mtu alichoka na maneno yale. Walipomwambia tukuombe, tukuongoze sala ya kutubu, sasa ndio haya, sema Bwana Yesu. Naye akasema, Bwana Yesu, naja kwako, siji kwako. Watu wenye ukaidi wa kutosha namna hiyo wapo. Na baada ya muda mfupi akafa. Kwani alienda wapi? Sikuna alikotaka. Mwingine alikufa akiwa kwenye miongoni mwa zile taasisi za kisiri za shetani, akajitupa mahali parefu, na alipokuwa anaanguka akasema, shetani, pokea roho yangu. Wapo hao. Lakini kiuliza hapa, ni wangapi wanataka shetani apokee roho zao? Naamini sitapata hata mmoja. Basi tuangalie basi tunakwenda wapi na tunafikaje. Yesu alisema wazi, na alisema katika jamii ya watu ambao hayo walikuwa wanayafahamu. Katika Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 31. Labda nisome haya. Alisema maneno haya, Luka 16 mstari wa 19. Yesu alitufunulia katika maelezo haya jibu la swali hili, kwamba mtu akifa anakwenda wapi. Katika mstari wa 19 akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini moja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Huyo alikwenda wapi? Kwa maelezo haya, mahali panapoitwa kifuani kwa Ibrahimu. Kifuani pa Ibrahimu ni description ya paradiso au peponi kwa maneno mengine.
Na nyakati zile unajua Yesu alipokuwa anazungumza hapa bado agano la kale ilikuwa in force, alikuwa halijamalizika bado, kwa maana ya agano lilimalizika pale aliposema imekwisha. Unakumbuka pazia lilichanika kutoka juu mpaka chini kwa ashiria agano jipya linaanza. Tuko pamoja? Na la kale linatimizwa. Na kabla ya wakati huo, maana maandiko yanasema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa, na maandiko yako wazi kwa habari ya alipofufuka, paradiso ya watakatifu ilihama kuzimu ikahamia mbinguni, kama maandiko yatakavyotuonesha hapa hivi punde. Lakini kabla ya hapo watakatifu wote wa zama za kale walikuwa wanakwenda chini kuzimuni, lakini kuzimu ikiwa imegawanyika, upande wa paradiso kifuani mwa Ibrahim na upande wa mateso. Maandiko yanasema hapa alipokufa akachukuliwa, na ndio hii inatukumbusha kwamba mtu ni roho, yeye mwenyewe anaitwa akachukuliwa, yeye mtu mpaka kifuani mwa Ibrahim. Tajiri, yule tajiri naye akafa akazikwa. Nini kinazikwa, roho au mwili? Mwili. Na tajiri ana neno hapa akazikwa. Mara nyingi matajiri hupata maziko mazito na kila kitu kizuri huneno kwa habari yao, lakini mwambie, pamoja na kwamba tunasema maneno mazuri, mwenye kujua na mwenye kuhukumu ni nani? Mungu. Sijawahi kuona hata mtu mmoja kwenye maziko anasema neno mabaya, kwa hiyo huyo alikuwa mbaya sana. No. Mungu anasema nini yeye ndio ya maana sana. Ndio maana unapoondoka duniani tuachie ushuhuda kama hivi kwamba umetengeneza. Ndicho upande wetu tunaweza kukiona. Tuko pamoja? Akasema basi kule kuzimu, yule tajiri huyo akainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahim akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Kuna wengine wanasema, mimi tukishaondoka duniani nitakuwa mjanja, nitapenya penya. Hutaweza. Unaamua hapa, sio baada ya hapa. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akawaambia, wasipowasikie Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Wengine husema huu ni mfano, parable Yesu alitoa, lakini nikuambie na mapema, huu sio mfano. Mifano haitumii majina halisi ya watu. Tuko pamoja? Hapa unaona anatajwa mtu Lazaro, anatajwa Ibrahim, anatajwa Musa na manabii. Tuko pamoja? Halo? Lakini ni nini kiko hapa? Na tena si kwamba anatajwa tu Ibrahim, ananukuliwa alivyosema, na yule tajiri alisema naye nini. Kama ingekuwa mfano, basi Yesu angekuwa anamsingizia Ibrahim kwamba alisema hivi. Hii ni habari halisi. Na ndio maana hata huyu tajiri hatajwi jina hapa, lakini anajulikana jina lake ni Dives. Kwa nini anajulikana? Kwa sababu Yesu alitoa mfano kwa picha. Inaomba nikupe maelezo. Kwa sababu tajiri katika maelezo haya ndiye mfano mbaya, hakutajwa jina lake, lakini alitoa code, alitoa ufunguo wa maelezo ambao wanaomsikia wangefahamu ni fulani. Kwa sababu alisema, kwanza huyu mtu alikuwa tajiri, alafu mlangoni kwake kulikuwa na mtu anayeomba maskini, na akatajwa jina Lazaro. Wewe fikiri kama pale mtaani kwako kukiwa na mtu mmoja tajiri. Kuna watu wengi matajiri, na wengi matajiri wamekufa, lakini mmoja wao anaye mtu mlangoni kwake anaitwa Lazaro.
Alafu kasikia mtu anasema kulikuwa na mtu tajiri na mlangoni kwake kulikuwa na mtu aitwaye Lazaro. Si utajua ni nani? Si utajua huyo tajiri ni nani? Kwa lugha nyingine, Yesu alifunua pazia kuwaambia, na hao watu waliokuwa wanaambiwa haya walifahamu, kumbe ni yule tajiri yule ambaye tunajua aliyekuwa mlangoni pake, miguuni pake ni mtu aliyekuwa anaitwa nani? Lazaro. Kwa hiyo alifunua pazia kuwaambia wawili hawa ambao mnajua wamekufa, Lazaro amekufa, tajiri naye amekufa, nitawaambia walikwenda wapi baada ya kufa kwao. Akafunua akasema Lazaro alikufa, akachukuliwa na nani? Na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahim. Haleluya. Hakuwa kitu duniani, lakini alipokufa, manake unajua hakufa, hakwenda paradiso kwa kuwa alikuwa maskini. Wala yule hakwenda mahali pa mateso kwa sababu alikuwa tajiri. Utajiri sio sababu ya kupotea. Tatizo liko hapa. Hawa watu walikuwa wanaishi kwenye sheria ya Torati iliyokuwa inasema mpende jirani yako kama nafsi yako, na yule maskini unatakiwa kumwangalia. Tena kulikuwa na utaratibu, hata matajiri wanapokwenda kuvuna mashamba yao waliambiwa acha masalia ili wengine waokote. Yeye hakuzingatia hilo. Kwa lugha nyingine, utajiri wake uliuingia moyoni na ukamtupa Mungu nje ya moyo wake. Tatizo sio utajiri, ila ni kufanya utajiri kwa Mungu. Tuko pamoja? Anasema yeye alipata usindikizwaji wa malaika mpaka kifuani mwa Ibrahim. Tajiri akafa, akazikwa. Nini kikazikwa? Niulize tena. Mwili. Lakini anasema kule kuzimu, sio kule kaburini, kule kuzimu aliinua macho yake. Kumbe kuna mtu halisi anatoka kwenye mwili anaenda mahali fulani. Lazaro mwili wake, roho yake ilitoka ikaenda mahali fulani. Tajiri naye roho yake ikatoka ikaenda mahali fulani, lakini wote walienda sehemu mbili tofauti. Mmoja alikwenda sehemu ya mateso, mwingine akaenda mahali pa kuburudishwa, paradiso, ambayo wakati wao ilikuwa wapi? Kuzimu. Nitakuonesha na maandiko, maana tunatazama mtazamo wa kibiblia wa swali hili, mtu huenda wapi anapokufa. Akainua macho akamwona Ibrahim na Lazaro kifuani mwake. Unaweza kusema kama amekufa na Ibrahim alikuwa ameshakufa miaka mingi, alijuaje? Roho ina uwezo mkubwa kuliko mwili wa kutambua. Unakumbuka Yesu alipokuwa kwenye ule mlima tunaouita mlima wa ugeuko, walitokewa na nani? Musa na nani? Na Elia. Na hii ni kukuonesha kwamba watu huenda mahali fulani, kwa sababu Musa alikufa siku nyingi akazikwa kwenye kile kilima cha Nebo, lakini kumbe alikuwepo, mwili tu ndio ulizikwa, lakini kumbe yeye alikuwepo. Na Elia alipelekwa mbinguni kwa upepo wa kisulisuli miaka mingi baada ya Musa kufa, akaenda kujumuika naye, na anakuja kumtokea Yesu. Kwa hiyo watu wote walioondoka duniani wapo mahali fulani. Na tena alipomwangalia yule tajiri, alipomwona Lazaro, nirudi kwenye ile yale maelezo ya Musa na Elia. Alipowatokea pale kwenye mlima, kulikuwa na Yakobo, Yohana na nani? Na Petro. Yesu hakufanya introduction yoyote, akasema Petro, Yakobo na Yohana, huyu hapa ni Elia na huyu hapa ni Musa. Hakufanya introduction yoyote, lakini waliangalia tu hivi, akatambua, akasema Bwana, naomba tujenge vibanda vitatu, kimoja chako na kimoja cha nani? Musa. Nani alimwambia huyu ni Musa na nani Elia? Ukiingia kwenye ulimwengu wa roho una utambulizo mkubwa, una uwezo wa kutambua mambo kitofauti na wanavyo hapa kwenye mwili. Kwa tajiri naye akainua macho akamtambua Ibrahimu na Lazaro kifuani mwake, na kwa jinsi alivyokuwa kwenye mateso ya moto ule. Lakini sio mateso ya moto tu, hali ya kutokujiona kustahili hata kidogo, na kiu kubwa. Hakuomba mtume Lazaro alete kikombe au glasi ya maji baridi. Alisema mtume Lazaro achovye tu kidole chake kwenye maji, au burudishe ulimi wangu, maana ninateswa kwenye moto huu. Ibrahimu akamwambia, mwanangu, kumbuka. Maana yake ni kwamba unapotoka kwenye mwili
unaondoka na kumbukumbu zako ulivyo. Ile dhana ya kwamba mwanadamu hajui lolote, mwili ndio hujui lolote, sio hivyo tu, hawajui lolote la huku duniani, lakini wewe unatoka kwenye mwili na kumbukumbu zako na fahamu zako. Roho ni mtu halisi mwenye senses zake. Tuko pamoja watakatifu? Na anamwambia kumbuka, siku za maisha yako ilikuwa hivi, na huyu Lazaro ilikuwa hivi, na kwa hiyo yuko hapa anafarijiwa. Baba Ibrahim, basi wapeleke mtume duniani, yeye akafufuke aende duniani akawashuhudie, ili wasije akafika hapa mahali pa mateso, maana nina ndugu wangapi anakumbuka wako duniani na wajafa, maana wangekufa wangekuwa hapa na mimi. Akawaambia wanao Musa na manabii. Kwa maana mengine wanayo maandishi matakatifu yaliyotolewa, yanahubiriwa na watu wawasikilize wao. Lakini baba Ibrahim, akitoka mtu kwa wafu wataamini. Akawaambia wasiposikiliza hao hawatashawishwa hata mtu akitoka kwa wafu. Kwani Yesu alitoka kwa wafu? Si akafufuka? Waliamini. Sasa wasioamini mpaka sasa hawaamini, na wanasema hakufufuka katika wafu. Yesu alikuwa right, lakini ili kuendelea kuweka jambo hili sawa sawa, Yesu alisema pia kwenye Luka ile ile sura ya 23 mstari wa 39 mpaka 43, na hili ni ushahidi mwingine wa maana sana, inalotuambia mtu huenda wapi, mtu huenda wapi anapotoka hapa duniani. Anasema, na hapa yuko msalabani pale, mmoja wa wale wahalifu amesulubiwa, na wale wahalifu, mmoja kulia mmoja kushoto. Mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akasema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe umuogopi hata Mungu? Nawe huu katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambiaje? Mstari wa 43. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Yeye alikuwa ameomba amkumbuke atakapoingia ufalme wako baadaye. Yeye akamwambia, sio tu baadaye, today. Utakuwa nami wapi? Kaburini? No, wapi? Peponi. Na Yesu aliondoka duniani, yani aliondoka kwenye mwili wake pale msalabani. Unajua maandiko yanasema akainama roho yake, akaisalimu roho yake, akaitoa kwa lugha nyingine roho yake. Si ndio watakatifu? Si ndio watu wa Mungu? Roho yake ilienda wapi? Kuzimu. Ndio maana tunasoma kwa habari ya ufufuko wa wafu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Petro alipokuwa anahubiri baada ya siku ile Roho Mtakatifu kushuka, aliwaambia akithibitisha ya kwamba Yesu alifufuka katika wafu, alisema, akawaambia, alinukuu maneno ambayo yalikuwa yametabiriwa kuhusu Yesu kufufuka. Akasema, maana Daudi ataja habari zake, yani ataja habari za Yesu. Mstari wa 25 Matendo ya Mitume sura ya 2. Nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Sikiliza mstari wa 27 sasa. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, yani utaiacha huko, wala utamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Kwa lugha nyingine, hutauacha mwili kaburini hata uoze, atafufuka. Na Paulo ananukuu maneno haya katika sura ya 13 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema Mungu hakuiacha roho ya Yesu wapi? Kuzimu. Na tulikuambia kuzimu ilikuwa imegawanyika, ikiwa na paradiso na upande wa mateso. Yesu kamwambia yule tajiri, yule mhalifu yule, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Wapi? Kuzimu. Siku ya 3 roho yake ikatolewa kuzimu, ikauingia mwili wake, ukapewa kufufuka. Tuko pamoja? Nikupe shahidi mwingine, maana Biblia haijengi mafundisho kwa andiko moja. Nikupe ushahidi mwingine ulio clear zaidi. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 20. Huyu Petro kwa Roho Mtakatifu anaandika kwa habari ya Yesu. Akasema,
Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, kuzimu. Kwa hiyo roho yake aliwaendea roho waliokaa wapi? Kifungoni, akawahubiri. Alafu anafafanua mstari wa 20 ni watu gani, maana hakuwaendea wote. Ni kundi lipi la watu waliokuwa kuzimu aliwaendea? Mstari wa 20 unatuambia watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Kumbe, na unajua Yesu anasulubiwa, anakufa. Wale waliokufa kile kipindi cha gharika ya Nuhu ni miaka maelfu ilikuwa imepita, lakini roho zao zilikuwa wapi? Kuzimu. Na kwa roho yake Yesu alipokwenda kuzimu hakukaa tu sehemu moja, alichagua kwenda kwa baadhi ya watu. Hakuwahubiri ili waokoke. Neno la kuhubiri linalotumika hapa ni keruzo la Kiyunani, lina maana ya kutangaza tu, just declaring. Watu hakuwaona wote, lakini wale tu wachache pale. Lakini ukisoma Ezekiel na kabla ya kuondoka hapo niseme watu roho zao ziko kuzimu kwa miaka maelfu. Yule tajiri ni mmoja wao, yuko huko sasa kwa miaka maelfu. Lakini Ezekiel, ukisoma Ezekiel, si hatutasoma kwa sababu ya wakati wetu. Ezekiel sura 31 mstari wa 15 mpaka 17 na sura 32 mstari wa 8 mpaka 20, Mungu anaelezea habari za jamii nzima za watu ambao walikuwa wamekufa na roho zao ziko kuzimu. Akina Edomu, Ashuru na jamii yake yote, roho zao zilikwenda kuzimu. Lakini ukisoma Isaya sura ya 14 anaeleza vizuri sana habari za, alitabiriwa mtu anaitwa Nebukadneza kabla hajatokea, mfalme wa dola ya Babeli, ambaye aliwatesa watu wengi na kuwachukua mateka Yuda, kabila la Yuda. Lakini Roho Mungu anafunua macho ya watu kuonesha kwamba alipokufa roho yake ilikwenda kuzimu, alafu akapokelewa na wenzake waliokushatangulia huko na wafalme wa mataifa mbalimbali ambao wengine aliwaua mwenyewe katika vita vyake alivyopigana nao. Jinsi ulivyoanguka na kukatwa. Hapana, nazungumza double reference, mkuu wa rohoni na Nebukadneza mkuu wa mwilini. Alafu wale wafalme wamekaa kwenye mockery seats, viti vya kama vya kumkejeli hivi vya kifalme, maana walikuwa wafalme duniani. Alafu wanamwangalia ameshuka kuzimu, anamwambia na wewe umekuwa dhaifu kama sisi. Wanamwambia wafalme, roho zilizo kuzimu zinamwambia umekuwa dhaifu kama sisi, vidudu vimekufunika. Unakumbuka Yesu alisema kwa habari ya moto ule, kuna moto alafu nafunza ambao hawafi. Tuko pamoja ndugu zangu. Ni vizuri sana tufahamu hatima yetu kabla ya kuondoka duniani. Lakini baada ya Agano Jipya, maandiko yanatuambia roho za watakatifu wakiondoka duniani wao huenda mbinguni. Wa Filipi sura ya 1 mstari wa 21 mpaka 23 anatueleza vizuri sana. Paulo anasema natamani kwenda zangu nikakae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Wakorintho wa pili sura ya 5 anatuambia tunatamani ni vizuri kutokuwa katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Tunakaa naye wapi? Kuzimu? No, yuko mbinguni. Watakatifu huondoka duniani na kwenda mbinguni. Ndio maana ule msimamo wa mwisho niliokuambia wa the science of near death experiences unasema wanaorudi ni matabaka mawili. Wanaokuwa wameenda paradiso kabla hawajafika mwisho kabisa, Bwana akawaambia rudini, bado siku zenu. Na huwa hawataki kabisa kurudi huku duniani wakishaenda kule. Mtoto mmoja mdogo alikufa namna ile, wakamresuscitate. Akasikitika sana, wamemleta tena huko. Wakajaribu kumtia moyo, wakamwambia hii ni Christmas, tukununulie zawadi gani? Ni mtoto mdogo wa miaka 5. Akasema mimi nataka kufa nirudi mbinguni, ndio zawadi anayotaka. Lakini wako wengine wanaonekana wako mahali pa mateso. Ndio ilivyo. Biblia inatuambia hivi, mtu akifa huenda ama mbinguni katika siku za Agano Jipya. Paradiso sasa iko mbinguni. Paradiso ni paradise. Yaani neno ile paradise linatokana na neno la Kiaramu la paradises.
Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 pale, yeye ashiria litampa kula matunda ya Mungu katika bustani ya Mungu. Ile neno bustani ya Mungu limetafsiriwa kutoka kwenye neno paradises, ambayo ni paradiso, peponi, maskani ya Mungu. Kwa hiyo ama huenda mbinguni kwenye paradiso ya Mungu, ama huenda kuzimu, ambayo ni holding place, ni gereza, ni kifungo. Nimekuonyesha maandiko ya watu ambao wamekaa kule mpaka Yesu anawakuta pale, wana miaka mingi sana, kama miaka 1000 hivi, na sasa itakuwa ameshafika miaka 5000 sasa. Baada ya hapo, watu wote tangu Adamu, yani tangu ile kizazi cha kwanza cha Adamu mpaka sasa, ni makundi mawili. Unajua ndugu zangu, kwenye dunia hii kuna matabaka mengi, lakini rohoni matabaka ni mawili tu. Wakapa mshe kusikia habari za ajali ya ile meli kubwa Titanic iliyotokea miaka 1800 na kitu. Ilikuwa ni meli kubwa sana, hata wakasema kwa kiburi kwamba meli hii hakuna anayeweza kuiangusha, hata Mungu mwenyewe. Lakini katika kusafiri kwake iligonga kwenye mwamba, maji yakaingia ndani, ikazama. Meli ile ilikuwa na matabaka matatu. Tabaka la kwanza kabisa, first class, daraja la juu kabisa gorofani, na la pili hapa, na la tatu ambalo ni third class, la watu wote. Na zamani zile ubaguzi ulikuwa ni mkubwa, hata sasa upo, So unajua hata ukipanda kwenye ndege kuna business class na economy. Na wakati ule ilikuwa zaidi sana. Yaani wale kule juu unaona kabisa ni kama uingia kwenye hoteli ya 5 star. Na wa chini yake kunapungua kidogo. Huku ni mzaragambo. Third class. Lakini ilipopatikana ajali, kukatokea wengine wakaokolewa na wengi wakafa. Ripoti ilisoma hivi, mwisho unasoma jina, alafu pale mbele wanasema the saved, aliokolewa na ile ajali. Huyu ameokoka na ile ajali, huyu amepotea. Mwisho matabaka yalikubaki mangapi? Mawili, waliookoka na waliopotea. Na kiroho ni hivyo hivyo. Hapa duniani tuna matabaka mengi. Wako matajiri, wako maskini, wako wasomi, wako wasio wasomi, wako wasomi wakati, wako wasio wasomi kabisa, wako wanaojulikana sana, wako wasiojulikana kabisa. Mwisho wa safari matabaka ni mawili, walio kwenye kitabu cha uzima na ambao hawako kwenye kitabu cha uzima. Basi, na haijalishi ni nini na tulifanyaje, lakini ukweli unabaki hapo hapo, maana ndipo tulipochagua kwenda. Ile Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 11, Yohana anaona roho za waliokatwa vichwa wako mbinguni. Ushuhuda ni mwingi sana, ushuhuda ni mwingi sana. Lakini nimalize kwa kusema hivi, kwa msingi huu kuna sehemu mbili tu za kwenda, moja kati ya mbili za kwenda: ama mbinguni kukaa pamoja na Bwana, au kuzimu, kuteseka, ambako hiyo tunasema ni holding place, ni gereza la muda. Kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Ufunuo sura ya 20 natuambia hata na hao walio kuzimu watafufuka hatimaye, ufufuo ule wa pili, na wao watahukumiwa sawasawa na matendo yao, kisha watatupwa kwenye gereza la milele linaitwa ziwa la moto au jehanamu. Na maandiko yanasema na kuzimu yenyewe na mauti ikatupwa kwenye ziwa la moto. Hiyo ndio finality, ndio mwisho wa mambo, ndio hatima ya mambo yote. Kwa hiyo mimi na wewe tukitaka kufunga mahesabu hapa chini, tutasema tunakwenda kwenye moja kati ya mawili, ama tunakwenda motoni au tunakwenda mbinguni. Na mimi nakutakia wewe na yule sisi sote twende mbinguni. Tunaendaje? Tunachagua sasa. Biblia inatuambia njia ya kwenda huko tunaanza sasa. Anachagua mtu sasa. Nilikwambia mtu haendi steady kabla hajaamua anaenda wapi. Lazima na tiketi anayo tayari, sio baada ya hapa. Yesu aliwaambia aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna nini? Yatakapokwisha hapa yako mengine. Haleluya. Akasema nami niendako mwaijua njia.
Mwanafunzi mmoja akasema, sisi hatujui uendako, nasi tunajuaje njia? Yesu akasemaje? Mimi. Hakusema dini fulani, hakusema dhehebu fulani, alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Alafu akafunga kabisa akasema, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na Yesu amesema phrase fulani ambayo imerudiwa sana, ili nilipo nanyi mwepo. Amerudia sana. Alisema, mtumishi wangu akinitumikia Baba atamheshimu, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Chagua kumtumikia sasa, chagua kumwamini sasa, maana ndiye mwenye mahali bora pa kwenda mambo ya maisha haya yatakapokuwa yamekwisha. Tuko pamoja ndugu zangu? Tusimame. Hili ni jambo personal. Unajua, nimesikiliza, nimestudy ile meli ya Titanic ilipopata matatizo. Walipogundua hatuna budi kuzama, department ya mawasiliano ilikuwa inawasiliana na wengine wa mbali tupate msaada, lakini uongozi wa meli ulitangaza jambo hilo, alafu kaanza kumanage watu kuokolewa. Zikaangushwa boti kutoka kwenye meli, wakasema watangulie wanawake, watangulie na watoto, alafu wanaume utajijua baadaye. Alafu mwisho wa yote likatoka tangazo, sasa kila mmoja kivyake, huyu anadaive huku, huyu anakwenda hivi. Mambo ya umilele wetu, kila mmoja kivyake, unaamua mwenyewe. Funga macho tuombe. Baba yangu, Mungu wangu, ninakushukuru kwa kunena nasi ili kutupa ukweli huu kwamba mtu anapoondoka ana mahali halisi anapokwenda, na mahali hapo tunaamua na kujiandaa napo tukiwa hai, kwa sababu umemwekea mwanadamu kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Naomba utupe kujitafakari kibinafsi na kufanya maamuzi sasa katika jina lake Yesu. Kabla ya kusema neno la mwisho amen kwenye sala hii, ni kuite wewe ambaye unajua hujaweka miguu yako kwa Yesu, kwa maana ya kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wako, na kumwomba kusafishe dhambi zako na kukufanya kiumbe kipya na kukusajili kwenye kile kitabu cha uzima. Unayejua bado hujafanya hivyo, nikualike tukiwa katika hali ya kuomba, tukiwa katika hali ya kufunga macho kwa kumheshimu Mungu wetu. Weka mkono wako juu, kwamba uko ndani ya jengo au uko nje ya jengo, nitakuombea. Sitakuita hapa mbele. Weka tu mkono juu, sema mimi niko tayari kukata tiketi ya kwenda mbinguni. Weka mkono wako juu. Asante sana kwa mikono hiyo. Asante sana kwa mikono hiyo. Mimi naiona. Wewe mwingine una nafasi yako, una sababu ya kuiangalia. Mimi natosha. Sasa wewe uliyenyosha mkono, omba pamoja nami sala hii, na wengine wote tuungane nao. Tuwasindikize katika kusema, Mungu Baba, ninakuja kwako kwa jina lake Yesu. Asante kwa neno lako. Nami nafanya uamuzi wa moyo kumwalika Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana wangu na Mwokozi wangu. Kwa damu yake unioshe dhambi zangu zote, unitakase na udhalimu wote, unisajili kwenye kitabu chako cha uzima, katika jina lake Yesu Kristo, mwana wake Mungu aliye hai. Amen. Tukae sasa, na nitaomba ushers